Kwa jina naitwa Rukia Saum, ni dereva bajaji. Mimi changamoto zangu ziko kwenye mabosi ambao wanatoa mikataba kwa madereva bajaji, kama madereva bodaboda, madereva magari. Changamoto yangu kwamba wanapotoa mikataba, sisi wengine tunakuwaga wakati mwingine, wakati tunaingia mikataba kichwa kichwa, kwa sababu tuna njaa. Tunasema hebu ngoja tu tuingie barabarani ili tupate maisha yaendelee. Kwa sababu ukikaa hivi kama we dereva, ukikaa hivi bila kujishughulisha, maisha yanazidi kuwa magumu. Hapo ukiangalia una watoto, unasomesha, utaishije? Kwa hiyo ukishasikia sehemu zinatoka bajaji, lazima uende pale haraka sana. Kwa mfano mimi hapa mwanzo nilikuwa na bajaji yangu ikawa ina matatizo, kutengeneza nimeshindwa. Kwa hiyo baadaye akatokea mtu ambaye ana bajaji zake, anaitwa Krishna, hivyo kama ulivyosema. Kwa hiyo sasa yeye akasema anataka madereva wanawake. Sipa tuliposikia vile tukajichanganya haraka faster. Akatuambia leteni NIDA, leteni kitambulisho, leteni barua na za wadhamini. Akasema sawa. Tumekuja pale nimekataba kwanza, akatutumia kwenye simu. Tumeisoma usiku kuja. Mkataba. Japokuwa nina njaa. Tukashauriana na wenzangu, akasema bwana twende sasa, tutaishije? Ikabidi twende. Tumefika pale na mwanasheria juu. Mwanasheria, nikamuuliza mwanasheria, wewe mwanasheria uko pande zote mbili? Akasema mimi niko pande zote mbili, dereva na bosi. Lakini ukiangalia ule mkataba unatubana sisi tu, bosi haufai nini? Au mbani. Tunakuja kwenye hesabu ni 25,000 kwa siku, miaka 2. Ukifanya kazi kwa siku mwisho saa 2 kasoro. Ukipoteza muda ikifika saa 2 kasoro, yeye kasha seti kule mtambo unazima tie. Uwe katikati ya msitu, uwe darajani, uwe wapi, uwe kwenye roundabout mpaka kwenye mataa, ujue hiyo linakukuta. Mimi akanizimia wapi? Roundabout ya Buza hiyo. Nikasema tume kitu hicho. Sasa pale roundabout pale nikasema muda unasogea. Naenda kuituma wapi? Iliko Tigo Pesa mbali, nilikokuwa mimi mbali. Hapa nitawahi kweli? Na muda unasonga. Foleni kama hiyo. Mzee hajacheza, akasema ngoja sasa nikuonyeshe. Kwanza akatuma message, mida hiyo. Nikamwambia mimi niko mbali lakini nitatuma. Mida hiyo. Kama utazima. Nikamwambia ndio niko mbali. Kwani masiala? Shwa. Nyuma kuna gari. Sasa hapo roundabout angalia. Nyuma kuna gari. Wewe mama vipi wewe? Siri nini? Sasa ukiangalia mimi mlemavu. Naisukumaje hiyo bajaji? Baba kichwani. Hata basikeli. Simuona wewe basikeli kasukumwa. Niambie bajaji. Baba kichwani. Na iweka wapi? Nikaganda pale, nimeganda. Wakaja watu, wewe mama vipi? Nikamwambia ndio hivyo. Kwa sababu hata kama kikochoa kashaniambia kwamba nitaizima, ina maana haina haja. Mbavu, mafuta, nikamwambia mafuta yapo. Ikabidi pale wakatokea Samaria wema, wakanisukuma, wakaniweka pembeni, nikakaa. Sasa najiuliza, naenda kutuma wapi hela? Alafu hapa nilipoacha, sehemu salama? Nikamtumia message nikamwambiaje? Washa bajaji, nikifika sehemu sahihi nitatuma hiyo hela. Kwanza ukichelewa akija akikuashia fine 5,000. 25 jumlisha 5,000 30. Na ukichelewa ile 30 mpaka saa 4 ikifika 5,000 tena 35 mpaka 40 inakuja. 10,000 inakuja 40. Nikasema nitume leo kazi. Ikabidi nimwambie kaka mmoja, nikamwelezea, akasema haina shida. Ikabidi yeye achukue ile hela akaenda akaituma. Nilipoituma ina maana pale nikatuma 25. Akasema bado siwashi. Nikamwambiaje, wewe baba hivyo unajielewa kweli wewe? Hapa ndipo sio sehemu salama. Utajua wewe. Nikamwambia sasa mimi naondoka. Na mimi nikajifanya jeuri. Mimi naondoka, matairi yakiibiwa, vioo vikiibiwa utajijua wewe. Mimi hiyo sio kazi yangu. Kasome mkataba na usome saa ngapi pale kama yeye mambo yamenikuta kama haya. Ina maana yeye ajui tatizo, ajui dharura, ajui nini. Jamani mkataba gani? Huyo ni binadamu mnyama huyo. Nikasema haya. Nikarudi kwa mwanasheria. Nikamwambia mwanasheria, huyu baba sio mtu.
sio mtu kabisa. Na kama tumechukua kwamba anatukomoa si kwa sababu tuna njaa. Alafu kingine kinachosikitisha unajua nini? Wewe unavyoona una njaa, afu ukishindwa ile njaa pale, mwenzako anakuambia mimi naweza. Kwa hiyo yule bosi tunampa nini? Tunampa bicho, anakuambia ukishindwa wewe kuna mtu ataweza, na hapo ndio tunapofeli sisi. Kwa hiyo sasa kwa mtindo huu mabosi hawa wanazidi kutukandamiza sisi watu wa hali ya chini. Je, sisi kama wanawake hapo tutatokaje? Basi kuwe na mabosi ambao wenye huruma na sisi watu wenye wanawake, tukapewa mikataba ambayo rahisi itakayotufanya sisi tukaendelea. Lakini kwa design hii mabosi kama kwanza bosi wenyewe Muhindi si unajua akianza sheria zake za kididi, umeona? Kwa hiyo ndio maisha yetu ndio hivyo.